Hesabu 11. Sasa soma. Utajikata ule basi. Shika hii. Shika hii. Haleluya. Amen. Unajua kuna wengine tulionea kizungu kwa dirisha. Haleluya. Amen. Yaani ulikuwa unasikia watoto wanasema kwa kufika ukaonea kwa dirisha. Kuanzia 11. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia mimi tazama nimewatwaa Walawi na kuwatoa kati ya wana wa Israeli badala ya wazaliwa wa kwanza wote wafunguao tumbo katika wana wa Israeli na hao Walawi watakuwa wangu kwa kuwa hao wazaliwa wa kwanza wote ni wangu. Katika siku ile niliyowapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri nikajiwekea wakfu wazaliwa wa kwanza wote wa Israeli wa wanadamu na wanyama watakuwa wangu, mimi ndimi Bwana. Baba uliyeziumba mbingu na nchi, wewe ni kimbilio tegemeo la maisha yetu. Yes. Umekuwa mwaminifu, umekuwa mlinzi. Tumesoma neno lako, naomba kutuelekeze jinsi upendavyo wewe ili tulielewe zaidi. Ni asante kwa maana utatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa kwanza ulikuwa ni kwamba kuhusu wazaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na hata sikuwa nimejipanga kufundisha hiyo, lakini mimi napendelea nikipata ujumbe ninaendelea na huo ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sinanga mahali kuandika notes. Haleluya. Amen. Kuandika notes njooni kwa Bible study. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka tukuandika notes, unajua mwingine aliniuliza mbona wewe huna notebook? Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka notebook njoo kwa Bible study, hapo utanikuta na kitabu tunaandika. Sasa ujumbe nimepata leo, wazaliwa wa kwanza wanateseka. Yes. Sasa nimejaribu kuangalia kwa nini wazaliwa wa kwanza. Na hao wazaliwa wa kwanza ndio wanafaa kuwa tegemeo. Haleluya. Amen. Sasa neno la Bwana linasema alichagua wazaliwa wote wa kwanza, wanadamu na wanyama. Ndio. Na alipochagua wazaliwa wa kwanza kwa ajili ya wanadamu na kwa ajili ya wanyama. Kwa hiyo wazaliwa wote wa kwanza ni wa nani? Ni wa Mungu. Na unakuta ya kwamba katika wazaliwa wa kwanza kuna kuanga na mambo yasiyoeleweka. Na unakuta katika miungu ya kidunia nayo tena inadhamini wazaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe uko kwa kabila ambao haidhamini wazaliwa wa kwanza, mimi mchungaji niko kwa kabila ambayo inadhamini wazaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu gani? Ile miungu, mtoto akizaliwa wa kwanza hasa wa kiume, wanajua huyu ndio atakuwa akilinda boma. Sasa katika ule ukoo, miungu ya ule ukoo huwa
Biblia inadai mzaliwa wao wa kwanza, na huyu mzaliwa wao wa kwanza hayuko kwa madhabahu yao, ako kwa madhabahu ingine. Sijui nisemeje. Mungu anisaidie jamani. Mungu nisaidie. Nataka niongee unisikile. Nisema nikihubiri na wewe unafikiria vile tunaenda ili upate nisikiwe tu na kuambia lullaby ya kulala. Haleluya. Amen. Na wewe upate picha utoke katika hilo shimo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamama mpo? Popo. Tuseme mtoto wako wacha tuseme wa kwanza. Mtoto wako wewe mwenyewe umeenda leba, Mungu akakusaidia akapatikana. Alafu ule mtoto ahamie kwa jirani. Utanyamaza tu, wacha akae huko. Haleluya. Unajua nataka hata unajua mimi nampenda Yesu. Haleluya. Amen. Nampenda Yesu kwa sababu gani? Hata Yesu alipokuwa hapa duniani alikuwa anachukua mambo ya kimwili anayapeleka rohoni, alafu anarudi anaturudisha mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana alikuwa anasema kuna mpanzi alitoka akaanza kupanda mbegu. Mtu anaangalia, mpanzi anapanda mbegu. Alikuwa akitupatupa. Sawa, huko kwetu maharage tunatupatupa, si kama huku. Haleluya. Yaani unaenda unatupa tu hivi sha, alafu ndio unaingia na jembe. Haleluya. Sasa katika kule kutupa, unajua mkulima wa huku akienda kule kwetu atashangaa Sana. Bwana Yesu asifiwe. Sababu yale maharage inatupwa tu. Yenye hata ingine inaanguka nje, ingine inaanguka barabarani. Kama kuna kamawe hapo kwa shamba inaanguka hapo. Halafu kienda hata ukikuta kwa jiwe unaichukua unairudisha kwa mchanga. Hata ingine inaanguka kwa jirani. Haleluya. Sisi tunatupa hii maharage. Mahindi ndio iko na adabu, lazima uchimbie. Lakini maharage sisi tunatupa tu shambani. Napojo na kumbe. Haleluya. Sasa na ndio Yesu alikuwa anasema huyu mtu alipokuwa akitupa, zingine zilianguka, zingine zikaanguka, zingine zikaanguka. Ndio wanadamu wakamuuliza, jamani, ulikuwa unamaanisha nini? Ndio wakaelewa. Na ndio mimi nikifundisha nataka uvute picha ya kimwili alafu tuipeleke rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Sababu huyu mtoto ni wako. Halo? Nakwambia hata wazazi wengine hakikula kwa jirani anaenda kutolewa huko na kiboko. Hata kama una pesa. Halo? Halo. Hata kama mnataka kulala njaa. Yes. Kuna jirani fulani ambao wewe unamjua. Umkuta ameketi anakula. Utaenda huko na kiboko umfukuze. Aenda nyumbani. Halo? Halo. Je, miungu ya ule mtoto nayo? What? Halo? Halo. Itanyamaza tu mtoto wetu ndio yule? Hapana. Haleluya. Amen. Na unakuta huyu mtoto anapitia shida ambao hata yeye mwenyewe haelewi. Hata watu wengine watamuita amechanganyikiwa. Sababu wenzake wanatoka nyumba wananunua magari, yeye bado ako pale. Wengine wanatoka nyumba maisha yanakuwa mazuri, yeye bado ako pale. Haleluya. Amen. Si tunaelewana? Sasa watu wengi wanajua mtoto wa kwanza hawezi fanikiwa. Tena nilisikia huko Tabeta wanasema mtoto wa kwanza ni wa kusomesha wenzake. Haleluya. Amen. Hai. Huko Tabeta nasikia mtoto wa kwanza ni wa kusomesha Kupiga busi wenzake. Amen. Haleluya. Amen. Sasa unakuta huyu ni mtoto na bado ameongezewa shida. Na huyu mtoto amezaliwa kwa miungu ambayo si ya kwake.
Haleluya. Amen. Sababu gani? Kama wewe ni msichana, ulipopata ujauzito, ulipogundua tu ukaanza kupiga mahesabu, baba na ukali wake si ataniua, yule baba ambaye ninamjua mimi, nimwambie mama ama nisimwambie? Haleluya. Amen. Yaani unaanza mjadala, Ghafla bin vu. unaanza tu mjadala wa kwako ambao ni wewe mwenyewe unajua. Halafu kuna mwingine alipoenda kuambia muhusika akakataa. Akakwambia hii mara moja tu, hii si wewe, ulikuwa na mtu mwingine. Mimi bado ni mtoto. Sasa wewe umebaki na ule mtoto. Haleluya. Amen. Sasa utapeleka wapi? Haleluya. Amen. Kitu cha kwanza, baba yake amemkataa, ambayo huyu baba miungu ya kwake ndio ingetetea mtoto. Yes. Haleluya. Amen. Sababu huyu mtoto miungu yake ni ile. Ndio maana wakunga wa huko kwetu nyumbani, ukija na mtoto saa ile unaumwa kabisa, unataka kujifungua, mpaka utaje baba ya mtoto ndiye atoke, na ukicheza utafanyiwa operation. Haleluya. Amen. Huko kwetu saa ile sasa unaumwa vizuri, unaambiwa unataka kujiua, sema baba mtoto. Halo. Sasa hebu piga picha, hii miungu inangojea mtoto wao, alafu wewe umejifungua mtoto, umepeleka kwa miungu mingine. Umepeleka kwa jirani. Kwa nini miungu itanyamaza tu mtoto aendelee anunue magari? Sasa ndio utakuta hawa watoto ndio walevi kijijini. Hawa watoto ndio kusoma ni shida. Hakuna mtu anang'ang'ana ajiulize kesho nitakula nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu Mungu alisema hawa wazaliwa wa kwanza ni wangu. Kwa hiyo kama umeokoka, mzaliwa wa kwanza ni wa nani? Wa Mungu. Ni wa Mungu. Na ndio maana mzaliwa wa kwanza anaweza fika mahali ukuta ameanza kuhubiri, usishangae. Mungu alisema ni wa nani? Wake. Ni wake. Sababu anaweza fika mahali aokoke, aanze kuhubiri. Jua tu huyu ni mzaliwa wa kwanza, ni wa Mungu. Wachana naye vile yu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu najua kuna mambo sisi wenyewe tunajiwekea mipaka bila kujua tunaweka mipaka ya nini. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana niliwaambia kuna msichana mwingine wa kwanza, naye mama alipopata ujauzito akakataa baba, na baba akajipa shughuli. Mtoto amesoma, ako na certificate, amefikisha miaka 24, hana kazi, anasumbuka, hana bwana. Halo. Hani bahati nzuri tukakutana. Kamuuliza, nimekutolea fotokopi mara ya kwanza, nikakutolea fotokopi mara ya pili. Kwani hizi fotokopi unapeleka wapi? Akaniambia nilinaitwa kazi, nikiapply nakosa. Saa zingine nikienda kuapply naambiwa mtu alichukuliwa jana. Haleluya. Unaona vile kunaenda? Yaani amepata habari, anaenda anakuta mtu alichukuliwa jana. Sasa unajua nikasikia nimuulize,
baba yako ako wapi? Yaani nilipomuuliza baba, akaanza kutoa machozi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema, mchungaji, yaani mamangu nikitaja baba, Kizaza. hiyo nyumba haikaliki. Haleluya. Amen. Alisema akitajia mamake baba, hiyo nyumba haikaliki. Hata chakula watu hawatakula. Nikamwambia, mimi nataka nikusaidie, na hiyo vita si vyangu, ni vyako. Sasa utanisaidiaje? Niambia, sasa mimi nakupa program ya siku ngapi? Siku 7. Ukae kwa siku ya 3. Yes. Halo. Siku ya 3. Ingia kwa nyumba, pack virago zako. Sawa? Yaani ukiwa kwa maombi, nataka utoke kwa nyumba ukiwa kwa maombi. Sio ati utoke kwa nyumba kama umekasirika. Utoke kwa nyumba ukiwa kwa maombi. Na naamini mama hata kuacha uondoke. Kabisa mchungaji unasema hata acha tu niasikize. Akikuacha uende, si mama yako, alikukopa. Uliza. Haleluya. Amen. Sasa nikampa maombi. Akaomba, akalipofika siku ya 3, akanipigia simu. Sasa nataka kuact, nifanyeje? Niambia, wewe paki vitu zako. Akapaki nguo zake, akaweka kwa bagi. Akawekelea kwa meza. Mama namuuliza, kwani unaenda wapi? Mbona huku niambia unasafiri? Niambia, mama, niko na swali tu moja. Hiyo swali ndiyo itaamua kama nitakaa ama nitaenda. Na nikienda usinifuate. Ni nini mwanangu? Babangu ako wapi? Toka hapa na baba. Sawa. Akatoka na bagi yake nje. Njoo kwanza tuongee. Sirudi kwa hiyo nyumba. Soja ameshaona mama ametetemeka. Alisema mimi ni msichana. Hata kama ni kwenda kujiuza, wacha niende nijiuze. Yaani aliongea mama mpaka mama akaona huyu ni kama amerukwa na kichwa. Haleluya. Amen. Sasa mama akamwambia, njoo tuongee. Babako ako Voi. Anaitwa nani? Unajua wanaongelea nje, watu watasikia jamani, ingia kwa nyumba tuongee. Anaitwa nani? Akasema anaitwa fulani. Anafanya kazi ama afanyi kazi? Nilisikia anafanya kazi mahali fulani. Nisije nikataja mwenyewe akanisikia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa alipomtajia akarudisha mzigo kwa nyumba, lakini hajafunguanisha. Kwa hivyo huyu mtu anaweza toka anytime. Akaja akaniambia, nimeambiwa babangu anaitwa fulani na anaishi mahali fulani. Na nikaambiwa nikitaka kumjua nimtafute fulani. Nikamwambia ni sawa. Sasa nifanyeje? Nikamwambia yule ni baba yako. Haujakosana naye. Mambo ya makosa ya mama na baba hiyo weka kando. Wewe enda kwa baba. Na utaenda mikono mitupu. Tafuta sukari, tafuta koti, tafuta na hata na shati, yenye shati unaona shati ambayo ni size nzuri yenye mtu anaweza kavaa kulingana na miaka. Halafu fanya nini? Uende. Sasa Mungu akamsaidia, akafanya kibarua, akapata pesa. Kanunua sukari yake kilo 3, kanunua na mchele wake kilo 25, shopping na vitu zingine vidogo vidogo pale. Yes. Akaenda Voi. Paka kwa yule mtu aliambiwa. Hodi. Msana wangu kuna nini? Naambia namtafuta fulani. Fulani saa hii hayuko, ameshaenda
Nyumbani. Suniitie bodaboda mwenye anajua nyumbani. Unajua siku hizi maisha ni digital. Kila mtu ako na bodaboda wake. Fulani ndio anambeba. Halo njoo mgeni wa fulani yako hapa, njoo mpeleke nyumbani. Sasa alienda, unajua bodaboda na kufikisha paka kwa nyumba. Ndio hii. Mizigo zote zikatolewa zikawekwa kwa nyumba. Sasa pale kukawa mama kamba anashindwa kuna nini. Sasa baba naye anashindwa, kwani huyu kwani kijana wangu ameoa na sijui kama kuna nini. Tena shopping nzuri tu. Wanaangaliana. Sasa unajua kulingana na umri, baba naye akawa wa kwanza. Sasa wale hajafanana na huyo. Haleluya. Amen. Hawajafanana na mtoto. Sasa mimi sijawaona. Sasa na akasema, mwanangu nikusaidie na nini? Sasa unajua hata wewe siku na liko utamkuta umuita tu mwanangu. Sababu ameshaingia kwa nyumba yako, na ukiangalia umri niko na kijana ambaye anaweza oa mtu kama huyu. Nisije nikafukuza kumbe ni kijana wangu amemfanya nini? Amemtuma. Kaambia mimi niko vizuri. Sasa umetokea wapi? Sasa mimi nimetokea Taveta. Na nilikuwa nakutafuta. Na ndio maana Sasa unanitafuta niko na nini? Unamjua fulani? Wewe ni mtoto wangu. Haleluya. Amen. Sasa akaambiwa ya kwamba mama aliposhika ujauzito akaangalia umasikini wangu, akasema siwezi muoa. Kwa hiyo hata sijui alijifungua ama hakujifungua. Kwa vile umenitafuta, mimi na wewe hatujakosana. Haleluya. Amen. Na akasema nimekuja na haka kasukari, naomba upokee. Baba akaangalia akapokea. Akamsalimia akamwambia, mwanangu, kama kuna baraka za baba usije ukanilaumu. Barikiwa. Amen. Kama kuna baraka za nani? Za baba. Sababu sijakusomesha, umesomeshwa, kila kitu umepewa. Uko mkubwa, uko na akili zako. Kama kuna baraka ya baba, fanya nini? Pokea. Na akalala huko. Haleluya. Amen. Na akafanya nini? Akalala huko. Sasa utaongea nini? Si mtoto mdogo. Msichana wa miaka 24 utamwambia nini? Firstborn. Haleluya. Amen. Hapo nakuta mtoto wa msichana wa miaka 24 utamwambia nini? Mwambie kitu, ako na kitambulisho, ako na kisomo chake, tumwambia nini? Hakuna. Sasa baba hakuna kitu alimpa. Na hakuna pesa alimpa. Alimwambia tu kama kuna baraka za baba, pokea. Mimi kama baba yako, pokea. Na ulimwengu wa kiroho ukasikia. Alipotoka pale, akaja kuniambia, sasa nimetoka kwa baba na tumeonana, hata picha yake ndiyo hii. Mama hana picha. Latest update. Hebu sikiza, ilikuwa mwaka jana mwenye ako na miaka 24 alizaliwa lini? Simu ilikuwa wapi? Hakuna simu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nakuta akanionyesha picha. Nikamwambia sasa saa hii kuwa ready. Chochote chaweza kutokea. Baada ya siku 3 barua zote
zote zenye alichukua akitumana apate kazi, kila mahali wanapiga simu. Tena mchungaji ako pale anakimbia, jamani, sasa mchungaji nifanyeje? Kazi zimetokea kazi 4, mimi ni mmoja. Haleluya, Amen. mimi nikamuuliza ni kampuni gani lipiga simu ya kwanza, akaniambia ni fulani, kampuni fulani, enda kwa hiyo kampuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa angalia hapa, miungu ya baba ilikuwa imezuia huyu kufanikiwa, mpaka ikabidi huyu afike kwa baba, baba aongee kitu ndio aje afanye afanikiwe. Lakini sisi wachungaji unakuta kwa vile mchungaji hataki uingie katika ulimwengu wa kiroho, sina kazi, pepo ya kukosa kazi shindwe, za kuanzia juma utaenda kupata kazi. Yes. Mwaka unaisha, mwaka mwingine, mwaka mwingine. Haleluya. Amen. Kumbe ni kitu tu kidogo chenye mtu anafaa Kufanya. Haleluya. Amen. Yule mtoto alikuwa ametembea kwa wachungaji, yaani wale wachungaji wa Kenya, wale wakubwa wameshamuombea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka wengine mimi ninawaheshimu, lakini Muombea. kwa hiyo ujue ya kwamba kuna shida fulani, hata uende Amerika, wewe tu ndio utaitatua. Daktari kumezea dawa. Si mchungaji, ni wewe tu utatatua. Daktari Hata uzunguke, hata wewe umewahi fika hospitalini, daktari akakupima akakwambia huna ugonjwa na unaumwa, sasa utafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana mimi nang'ang'ana kila mtu afanye apande kiroho, aonyeshwe. Kwa hiyo kama shida ambayo iko mikononi mwake atapambana nayo. Yes. Sasa angalia udada, ameenda Mombasa akakusanya wote, akaenda Nairobi akakusanya wote, akaenda Dar es Salaam akakusanya wote. Anatafuta nini? Akaenda Radio Safina anakusanya wote. Lakini nani anafaa kutatua hiyo shida? Yeye mwenyewe. Haleluya. Amen. Tumeelewana? Yes. Na baba wa watu hata hana shida. Hiyo bila alikataa, yeye anaendelea na mambo yake. Si ati amemlaani na si makosa yake. Haleluya. Amen. Si nini? Makosa yake. Si makosa yake. Kwa hiyo unakuta kuna mambo fulani ambayo wewe mwenyewe ndio unafaa kutatua. Suluhisho. Na wewe mwenyewe ndio uko na nini? Na suluhisho. Na kwa vile hujui kama wewe ndio uko na suluhisho, utaanza kuzunguka ukitafuta suluhisho. Na wewe ndio unayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si tunaelewana? Mwingine anajiuliza, sasa nitatoa sadaka ya pesa ngapi kumkomboa huyu mtoto wangu wa kwanza? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Utatoa sadaka ya pesa ngapi? Haleluya. Amen. Unajua mimi kulingana na utumishi ule niko nao na kibali ambacho Mungu amenineemesha. Haleluya. Amen. Nikisikia mtumishi anasema toa pesa fulani ambayo haiko kwa Biblia, huwa na mimi mwenyewe najiwekea question mark. Kwa nini niweke question mark yenye haina jibu? Naweza sema amejisemea, kumbe ni Mungu amefanya nini? Amemwambia. Naweza fikiria ni Mungu amemwambia, kumbe ni yeye amefanya nini? Amejisemea. Haleluya. Amen. Sasa mimi huwa naweka question mark. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa vile unanisikiliza, hata wewe ambao uko kwa nyumba, najua kuna mtu kwa nyumba ananisikiliza. Suluhisho Mungu analo.
Hata hiyo swali sasa, mtoto atakuwa huku na huku. Kwa hivyo akitaka kuolewa lazima mama aende atafute baba. Eh? 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 Hiyo swali ni nzuri. Haleluya. Amen. Hiyo swali ni nzuri. Swali nzuri. Unajua hapa kuna shimo hapa ambalo limechimbwa ambayo hatuwezi jua nani kaanguka ndani. Kitu cha kwanza, huyu baba hakukataa mtoto. Sawa? Eh? Unajua kama ni baba amekataa mwenyewe. Sawa? Kama ni baba amekataa mwenyewe, hata miungu yake inajua baba amekataa. Hata miungu imemkataa. Eh. 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 Na huyu ni mjamzito. Wazazi wa msichana ama wa baba wa kijana? Ehe. 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 Sasa shida ya hapa, kama ni wazazi wamekataa, wanabeba mzigo. Hata kama wamekufa, huyu mtoto ataendelea, sababu tayari miungu ya kwao ilimkataa. Yaani kuna wale ambao wanasimamia miungu ya kwao walimkataa. Tumeelewana? Sasa huyu ni yule aliyekataliwa. Sasa anakuja wapi? Upande huu mwingine. Sawa? Lakini kuna wengine ambao msichana akishapata ujauzito, mzazi anamwambia wewe bado ni mdogo, usiolewe. Huyo mtoto mimi nitalea. Na kweli ukizaa, mama anakupikia na anafika maana analea mtoto, na wewe anakuambia wewe jipe shughuli. Huyu mtoto kuendelea si rahisi. Haleluya. Amen. Sababu unajua huyu amelazimishwa, miungu ya kwao haijamkataa. Haleluya. Kuna wasichana wengine anakuwa na wanasemaje, vijana wanasemaje jamani? Leta hiyo jibu. Vijana wanasemaje? Yaani unakuta kuna kijana ako na rafiki lakini hana mawazo ya kumuoa. Tumeelewana? Kuna msichana ako na rafiki na hana mawazo ya kuolewa. Alafu anakuja anapata ujauzito. Saa zingine hata anakosa kumwambia kijana, yeye anajipa mtoto wangu litafanya nini? Nakwambia utalea mtoto wako, utalea mtoto wake tena. Yaani utalea mtoto wako na utalea mjukuu. Sababu tia ile roho ni wewe umeanzisha. Haleluya. Si tumeelewana? Siwezi kufurahia. Wewe bado ni mdogo, lete ule mtoto mimi nitalea, usiwe na wasiwasi. Sasa si muda wako wa kuolewa, wewe soma. Sasa huyu mama utakuta kwa vile huyu mama atachukua mjukuu wake atalea. Sawa? Na huyu mjukuu kwa vile amemlea, miungu ya kwao bado inamdai. Huyu mjukuu kama ni msichana atazalia hapa tena na aendelee kulea. Si huyu mamake si alilea mtoto. Na huyu wewe ulilelewa mtoto. Na wewe lazima ulelee huyu mwingine. Sasa inakuwa ni kama kitu kinaendelea.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukikaa unagombeza mtoto. Kuna mwingine alikuwa anagombeza mtoto, nikamuuliza swali. Akasema wewe mtoto unanitukana, nikamwambia tunaulizana ukweli. Mimi shida yangu ni moja. Sipendangi kupapasa. Nataka nijue ni tochi nimeshikilia. Haleluya. Namulika direct. Nataka nijue ni nini? Ni tochi nimeshikilia. Hata kama iko moto nishikilie, nikifanya hivi lakini chunge isianguke, lakini nimeshika. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sababu najua wamekuja, mtoto wao amepata ujauzito na amekimbia ameenda kwa kijana. Haleluya. Amen. Kwa sababu gani? Anaogopa wazazi. Na alipoenda kwa kijana, mama yeye anatetea msichana wake, lakini baba yeye anasema msichana wako hujamfundisha. Sasa imekuwa ni msichana wa mama, lakini angesoma angekuwa ni wa baba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wamekaa hapo, mama ako juu, baba ako juu, mchungaji amenyamaza tu. Ongeeni kwanza. Haleluya. Amen. Wakapiga kelele, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Halafu baba akasema, we mjinga, nyamaza kwanza, mchungaji hata hajaongea. Sasa wakauliza, mchungaji na wewe ongea. Nikamwambia, kauliza mimi, najua mmeongea, lakini kuna swali tu mimi nauliza. Wewe na huyu maisha yenu ilianzaje? Tulipatanaje? Sasa hiyo ni swali gani? Niambia tena, wakaanza. Nikawa nimeweka tena, nimeongeza memory. Wakaanza, mchungaji nini? Hii ni mambo kwetu, tunataka tusaidie, alafu wewe unatuuliza maswali. Wakaongea, mimi nimenyamaza. Haleluya. Amen. Halipo nini ya kwamba nikamwambia, hiyo swali msiponijibu sioni chenye nitawasaidia. Sasa hilo niliwaambia hivyo. Mama akaanza, kwanza ni wewe ulinidanganya. Mimi sasa nasikiliza. Kuna chocheo ukiwa kando. Haleluya. Amen. Sasa mimi sitaki kupapasa. Nataka kama ni kiti nikae kwa kiti. Nijue nimekaa kwa kiti. Haleluya. Amen. Kama pale kwangu stima ipotee, nikwambia enda leta kiberiti, utaleta? Leteta. Yaani kama vikombe viko kwa meza nitakuta vimevunjika zote. Sababu unajua utapapasa hivyo, tena utasikia wewe, utakuwa tu unasikia mlio. Kikombe kimeitwa ni kikombe. Hata unaweza kudungwa. Ukifanya hivyo unaweza hiyo ni kikombe ama ni chupa tena. Sasa unajua hiyo nyumba utakumbe vunja vitu vingi. Sasa unakuta kuna maombi mengine ukiomba kuna vitu vingi utaharibu. Badala utengeneze unafanya nini? Unaharibu. Hivi kombo ulinunua dazani moja, kutafuta kiberiti tu cha shilingi 5, umevunja vikombe 7. Shetani ametulia, unaanza kumchokora. Ni shetani. Halo. Sisi tunaelewana? Yes. Kuna maombi mengine unaomba badala upate baraka ni laana. Sababu najua sasa umeshikilia kuomba, unapapasa. Sasa unapapasa, unaangusha tamo zikiwa na chai. Je, uchumi itakuwa? Sasa unakuwa papasa. Unakuta mtu kwa vile akona shida hii, anaacha mambo haya, anaanza kuvuruga hii moja. Na hii moja kumbe umeshikilia mahali pakubwa. Haleluya. Amen. Mimi maombi ya kupapasa nilikataa. Nataka nikiomba nijue naomba hii. Shetani katulia na mchokora. Haleluya. Amen. Hata tuseme tu, wacha tutoke kwa shetani, tuje kwako. Haleluya. Amen. Tuje kwangu. Sasa hilo napita
nje kwa mtu hivi, halafu sikia mtu anasema na Esther naye, hautasimama hivi usikize kwani Esther amefanya. Hata unaweza ingia kuconfirm. Kwa nini usikilize? Unaweza ingia confirmation. Kwa nini usikilize? Nimeitwa. Tumeelewana? Yes. Kwa kuna maombi mengine ukisema na huyu shetani Ananipa nafasi. unaanza anasikiliza chenye unasema shetani amefanya nini. Sasa unakuta wewe mwenyewe ndio umeita shetani aje akusikilize. Kwa makini. Hata alikuwa tu shughuli zake anazunguka huko na huko. Ni huyu nyoka. Sababu umeshampanga kazi. Akasema ni huyu nyoka amenidanganya. Naweza fikiria nyoka alichuna tuna akamwekea mkononi. Haleluya. Amen. Na ndio mimi niliwaambia vile tunasema tumekataa dhambi, vifaa vya kutenda dhambi tunavyo, hatujatupa. Halo. Kama vya kutenda usharati nani ametupa? Niambie. Mimi yangu ya kufanya usharati nilitupa. Nazo. Halo. Na ndio maana nilisema kuna watu wanasema Mungu angalii mavazi, anaangalia roho. Hamjaisikia? Mungu angalii mavazi, anaangalia nini? Roho. Sasa wewe mrembo umekuja na kanguo hapa. Sawa? Kuna jamaa mwingine naye ndiye amemsharati kabisa. Ndiye amekuja kanisani mara ya kwanza. Unampiga boost. Alafu sasa tunaruka tukisema na iwe chini kwa chini, ule msharati anaona unampiga boost katika usharati wake. Ataokoka. Halo. Ataokoka. Sababu yeye sana anasema chini kwa chini, yeye amefungua macho yote. Sababu yeye ndiye alikuwa akae kanisani tuombe na yeye pole pole, ndio ile roho ya usharati iondoke. Sasa wewe unamboost ataacha. Anang'ang'ana kuacha, lakini wewe unamwambia twende. Na atafurahia kuja kanisani mara kwa mara. Sababu hata ule usharati wake unauboost. Mshirika. Halo. Tena atakuwa mshirika mzuri kubwa. Sasa yeye ndiye ataanza kutongoza kanisani. Sasa utakuta praise and worship na praise and worship wanasemaje wajia mafionse. Haleluya. Amen. Sasa hapa unaanza kusema, unajua hata kama mwenye unafanya hivyo kanisani, kuna mahali unafika unasema jamani, Mungu umenisahau. Je, Mungu atakukumbuka na upumbavu? Anakuja kukubariki, anapata mwenye ilikuwa inafaa barikiwe, ampotelee huko kwingine, yuko kwa life. Haleluya. Amen. Na ndio maana tunataka tukomboe watoto wa kwanza. Sababu najua mama halikuwa yeye anajivinjari kwa sababu mimi bado ni mdogo. Bahati mbaya mtoto wa kwanza. Kwa hiyo hakuna mtu anajua ya kwamba hapa kunaendaje. Lakini wewe ukijua utaanza step. Sema wacha niondoe hii, wacha niweke hii, wacha niondoe hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unakuta wewe uko tu mahali unaambiwa nimeona baraka na mwaka umeisha, hakuna mtu hapo kanisani amebarikiwa. Nimeona watu wakifunguliwa, wengine wamelala njaa hapo. Nimeona magari watu wanatapika. Haleluya. Amen. Lakini shida ukiingia katika ulimwengu wa kiroho utaanza kuchambua, nimeona hii inamaanisha nini? Sasa unang'ang'ana kutafuta, Mungu anakuja karibu akuonyeshe utaenda step ya pili vipi. Haleluya. Amen.
Bila hiyo watoto wa kwanza kukombolewa itakuwa ni shida. Wende utakuwa wa kwanza kulaumu. Na huyo mtoto wewe si ungekuwa kama fulani. Inasemekana mtoto wa kwanza ni wa miungu. Haleluya. Amen. Hata wale walikuwa naenda mlimani kuita mvua walikuwa watoto wa kwanza. Haleluya. Amen. Si tunaelewana? Sasa hapa tunalaumu shetani. Haleluya. Amen. Tunalaumu nani? Shetani. Vile uliiba, ulipatia shetani ngapi? Vile uliiba, ulipatia shetani ngapi? Sasa shetani ameingilia wapi? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huu ni muda wako wa kufunguliwa. Na kufunguliwa ni wewe unaamua. Si mchungaji anaamua. Haleluya. Amen. Si mchungaji afanye anaamua. Kubarikiwa ni wewe unaamua. Si mchungaji anaamua. Mimi ningekuwa kwamba mimi nasimamia baraka. Yaani kwanza watoto wangu wa kwanza. Ndio sasa nianze kuangalia huku nje. Haleluya. Nikikuta watoto hawawezekani, nasema hapa kanisani kwanza watu wabarikiwe kwanza, tujenge kanisa tumalize. Hizo baraka nazifunikia hapa kwanza, nione kila mtu ameshapokea mpaka zinamwagika. Ndio sasa tuanze kufikiria wale wengine watakuwaje. Na kwa vile hizo baraka haziko mikononi mwangu, nataka wewe ung'ang'ane na kibali yako. Haleluya. Amen. Wewe ufanye nini? Ung'ang'ane na kibali yako. Ikifika wakati wako wa kubarikiwa, utaziona mwenyewe. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nimesema baraka zako nazo sasa utaanza sasa nabarikiwa. Sasa nabarikiwa hii inabarikiwa hii. Haleluya. Auone mtoto akiwa mdogo unaota ndoto kabisa unaona huyo ni pilot. Lakini akifika huko mbele anakuwa pilot wa kuzunguka na hapo barabarani. Nikifika hapo barabarani. Na kwa ulimwengu wa kiroho ulimuona ni pilot. Yaani vile ameenda mpaka ujue huu pilot utakuja kujaje. Na ni nini kitazuia asipate huu pilot hapo juu. Hiyo ni form 1. Form 2 anas. Form 3 anaenda akishuka form 4 patient. Patient. Haleluya. Amen. Kuna vitu wewe mwenyewe usipotafuta utakufa kabla hujakuta. Usipotafuta wewe. Unajua kuna watu wanasema mchungaji ataniombea. Mchungaji ataniombea nitapata tu. Mchungaji ataniombea nitapata tu. Ujue kuna baraka za mchungaji na kuna baraka za Mungu. Na kama wewe ni Mungu mwenyewe anafaa kubariki, hata mchungaji aombe. Ataomba na ndio sasa amekuombea. Ndio hiyo wiki itakuwa ngumu. Sababu hii shida yenye uko nayo ni wewe unafaa kusimama jiulize maswali. Haleluya. Sababu Elisha baada ya kupatiwa chakula vizuri akakula akashiba, saa ile ya kuondoka akasema, mama njoo, umetupikia, umejisumbua, tumekaa hapa, tumekula, tumekunywa, hebu niambie tukuombee nini kwa Mungu. Yaani ile ilikuwa ni furaha kulingana na vile huyu mtu alishiba hizo siku. Tumeelewana? Sasa anafaa anene neno la baraka. Mama alisemaje? Amen, niko sawa. Mimi sina shida. Niko fine.
Mimi sina shida. Wewe enda tu kama unaenda. Sasa ile mama amegeuka hivi, Gehazi akasema tangu tuje hapa hatujawahi ona mtoto. Tumekaa hapa miaka. Si hata akuje siku moja. Tumeelewana? Na ndio maana kwa mimi kwa huduma nataka tuende wawili watatu. So kuna kitu mimi sitaona, wewe utaona. Sababu hapa Elisha alishangaa. Huyu hata nini sasa, akasema nitafanyaje? Hizi baraka. Na huyu mama ametupa vitu, tumekula tumeshiba. Tusinene jambo hapa. Haleluya. Amen. Aliposikia hakuna mtoto akamwambia njoo mwakani utakuwa umemkumbatia mtoto. Hizi ni baraka za kulazimisha kwa ajili ya furaha ya yale matendo ambayo imetendeka. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo unaweza kufanyia mtumishi akakulazimishia baraka hata kama hutaki. Unataka kitabu? Nitawapa hiyo kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Wafalme, lakini nitawapa hiyo kitabu yenyewe. Haleluya. Amen. Baada ya huyu kushiba, mtumishi wamefanya, wameshiba, wanataka kumimina nini? Baraka. Mwenye kupokea baraka anasema mimi sina shida. Lakini Gehazi akasema tangu tuje hapa hatujaona mtoto. Haleluya. Tangu tuje hapa hatujaona mtoto. Na huyo ndiye alikuwa mtoto wa kwanza. Na alipozaliwa baada ya muda mchache akafa. Tena mama akatoka mbio kwa mchungaji. Sasa akaua chini akalia. Gehazi anataka kumuondoa. Elisha akamwambia wachana naye. Mungu hajaniambia chochote kwa ajili ya huyu mama. Haleluya. Alipomaliza Elisha akamuuliza kuna nini? Yule mtoto uliyeniambia amekufa. Kwa hivyo tuko hapa, kuna shida ingine, lazima wewe mwenyewe useme na kinywa chako. Ndio mchungaji aingilie kati aseme kumbe kunaendaje? Tumeelewana? Elisha alisema Mungu hajaniambia chochote. Lakini mama analia. Ndiye akamuuliza mama kuna nini? Akamwambia yule mtoto amekufa. Ndio Elisha akaenda akafufua mtoto. Haleluya. Akafanya nini? Akaenda akamfufua mtoto. Kwa hiyo kuna shida ingine. Unajua mwingine anasema mchungaji, kwa vile mchungaji anaonyeshwa ataonyeshwa tu. Hii shida yangu mchungaji afanye? Hii shida yangu mchungaji ataonyeshwa. Hata hapa hakuna shida. Vile limekanyaga mchungaji anafanya? Sasa utakaa hapa na shida yako, watu wakibarikiwa, wewe uko hapo utaanza kusema mchungaji aniombei. Anakubagua. Wafalme wa pili, hebu soma. Kuna Kiswahili hapo. Wafalme wa pili ngapi? Na mimi napenda kuongea ile lugha kila mtu atasikia. Wafalme wa pili 4. Wafalme wa pili 4. Kuanzia 13. Sasa wacha niwasomee hapa ndio tuendelee na nini. Wewe napenda mtu akiuliza swali. Wafalme wa pili 4 kuanzia 3. 13.
Wacha tusome kuanzia 11. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, muite yule Mshunami. Naye alipokwisha kumuita, akasimama mbele yake, akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Ufanye nini? Utendewe nini basi? Yaani ni wewe tu utamke mbele ya mtumishi, utendewe nini? Unatakaje? Si akwambie baraka, ni wewe mwenyewe. Pesa account iko best. Nyumba inakaa permanent. Sio utasikia utendewe Nini? napotea. Nataka mahali nimefika, utendewe nini basi? Akamwambia, sema naye sasa. Tazama, wewe umetutunza sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri? Amiri ndiye amiri au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Si mtumishi. Haleluya. Tunasema, unajua pale mwenye anajulikana ni nani? Elisha. Elisha ndiye anajulikana. Lakini right man ni Gehazi kama bodyguard. Sasa bodyguard ndiye alijua hapa kuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza kuwa tumetembea kwako, mimi nimekaa sitting room, kumbe wewe uko bedroom. Mchungaji atakula nini jamani? Unahangaika na kasukari, unatingisha sukari, unakuta hata hiyo haifiki kikombe. Sasa wewe unahangaika tu huko. Sasa Gehazi anafaa aseme, hapa ndani hakuna chakula. Haleluya. Amen. Si tunaelewana? Yes. Kwa kuna mambo mengine ya kumtumisha lazimishe, na kuna mambo mengine wewe mwenyewe utamke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata nijibu swali moja hapa. Tunaona tunaendelea vizuri, tusije tukafika asubuhi kabla sijamalizia. Haleluya. Amen. Nataka tufungue mahali ambapo kama unajiuliza kwamba nifanye nini, Ufunuo wa Yohana 2. Tunataka tuende polepole vile utajikwamua katika huo mtego. Ufunuo wa Yohana 2. Ehe. Kuanzia 1. Ehe. Inasema, Ehe.
Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso. Andika. Malaika anaambia fanye nini? Andike. Wewe umekuja na kalamu na kitabu ama hujakuja nayo? Haleluya. Amen. Wewe huoni Mungu anaambia malaika